kanisa kwa ajili ya matangazo. Tumkaribishe mzee wa kanisa kwa ajili ya matangazo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kristo amefufuka. Kristo amefufuka. Amefufuka kweli kweli. Haleluya. Karibuni tuweze kusikiliza matangazo ya Jumapili ya leo, Jumapili ya Pasaka, tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026. Nitayasoma matangazo ya usharika kama yalivyoandikwa. Nitasoma kwa haraka, kwa hiyo naomba unisikilize kwa makini. Siku ya kukumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo, Pasaka. Haleluya. Haleluya. Wageni waliofika leo wapo wawili waliojitambulisha kwa vyeti vya safari. Mmoja anaitwa Eliaita Epafra Mwasha, anatokea Dayosisi ya Konde, usharika wa Rwanda. Amekuja kufunga ndoa. Kama yupo naomba asimame pale alipo. Asante sana. Naomba uendelee kusimama hivyo hivyo. Wa pili anaitwa Happiness Elia Mremi, anatokea Dayosisi ya Kaskazini, usharika wa Mandaka. Amekuja kuandikisha ndoa. Naomba naye pia kama yupo asimame. Asante sana, wamekaa kwa pamoja pale. Kama kuna na mgeni mwingine yeyote ambaye si msharika wa usharika huu lakini yuko katika ibada hii, tafadhali naomba asimame tutambue kuwepo kwake. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Haleluya. Tuwapokee wageni wetu kwa makofi ya utatu, nayo ni mbarikiwe na Bwana Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kama mtakuwa ni wenyeji katika mitaa ya usharika wetu, tafadhali mfike pale ofisi za usharika ili muweze kuelekezwa, au unaweza ukamwona mzee yeyote wa kanisa akakusaidia. Tangazo la pili ni ratiba za ibada. Leo ibada zetu ni 2, na kesho Jumatatu ya Pasaka ibada itakuwa ni 1, itaanza saa 1 hadi saa 3 asubuhi. Katika ibada hii kutakuwa na ubatizo wa watoto. Na Jumapili ijayo ibada zitakuwa 2. Ibada ya kwanza itaanza saa 11:45 hadi saa 1:20 asubuhi, na ibada ya pili ni saa 1:30 hadi saa 4:30 asubuhi. Tangazo la tatu, ibada za katikati ya wiki. Ratiba za ibada zetu zote zinapatikana katika mabango yetu. Na wiki hii ibada ya asubuhi Martins zitaendelea Jumanne kama kawaida. Washarika wote karibuni, tuanze na Bwana. Ibada hizi zitaambatana na maombi na maombezi. Tangazo la 4 ni shukrani za pekee. Leo familia zifuatazo watamtolea Bwana shukrani zao za pekee. Familia ya kwanza ni familia ya Nazaeli John Mbaga. Wanamshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyowatendea. Wamechagua neno kutoka Zaburi ya 121 na wimbo wa kwaya kuu, Baba na inua mikono. Familia ya pili ni familia ya Victoria James Kipangala. Wanamshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyowatendea yeye na familia yake. Wamechagua neno Zaburi 136 mstari wa 14 na wimbo namba 259, Yesu ni rafiki. Tangazo la 5 ni ndoa. Kwa mara ya pili tunatangaza ndoa kati ya Bwana Yona Douglas Msangi na Bi Neema Oswalid Shao. Ndoa hii itafungwa tarehe 18 mwezi wa 4 2026, usharika wa Mabibo External. Mwenye pingamizi la haki juu ya ndoa hii afike katika ofisi ya mchungaji, vinginevyo tuwaombee maharusi wetu. Tangazo la 6, uzinduzi wa video kwaya ya wanawake. Kama tulivyokwisha kutangaziwa, leo ni maalum kwa uzinduzi wa mkanda wa video ya wanawake yenye jina Bwana akujibu, utakaofanyika katika ibada hii ya pili. Tuwaombee waweze kufanikisha lengo walilokusudia. Washarika pia karibuni kushiriki baraka hizi kwa kununua flash. Tangazo la 7 ni mahudhurio na matoleo ya Jumapili iliyopita na katikati ya wiki. Jumla ya mahudhurio katika ibada za Jumapili iliyopita, ibada
za Alhamisi Kuu na ibada ya Ijumaa Kuu ilikuwa Jumapili ilikuwa 587, Alhamisi Kuu 230 na Ijumaa Kuu 320. Sadaka ibada ya Jumapili iliyopita ilikuwa 7,342,700. Sadaka ibada ya Alhamisi Kuu ni 451,400. Sadaka ibada ya Ijumaa Kuu asubuhi na mchana jumla ilikuwa 1,184,150. Sadaka ya wanawake madhabahu 212,500. Sadaka ya chai ya watoto 70,750. Michango kuaga watumishi 265,600. Jumla kuu ilikuwa 9,927,100. Ukitoa asilimia 25 pamoja na elimu shilingi 2,344,562. Ukitoa sadaka maalumu 548,850. Baki usharikani ni 7,33,688. Tangazo linalofuata ni ifuatayo ni taarifa ya sadaka ya michango ya kuaga watumishi. Hadi sasa uwiano kwa kila jumuiya ni shilingi 100,000. Nazareti wameshatoa 2,250,300, zimebaki 2,258,700. Yerusalemu wameshatoa 1,17,500, bado 3,82,500. Sahara wameshatoa 78,000, bado 4,422,000. Sinai wameshatoa 34,000, bado 466,000. Sayuni wameshatoa 2,58,800, bado 2,41,200. Shuleni wameshatoa 2,31,300, bado 2,68,700. Mikongeni wameshatoa 1,39,200, bado 360,800. Mpishi wameshatoa 76,400, bado 423,600. Hosteli nje wameshatoa 121,000, bado 379,000. Tabata Kisiwani wameshatoa 251,000, bado 249,000. Upendo wameshatoa 71,000, bado 428,500. Jeshini wametoa 39,150, bado 460,850. Galilaya wametoa 209,200, bado 290,800. Wageni wametoa shilingi 4,000. Jumla ya ambazo zimeshapatikana ni 1,872,350. Bado hatujatoa 4,631,650. Tangazo linalofuata ni mahudhurio na matoleo ya jumuiya zetu wiki iliyopita. Nazareti walikuwa 15 wakatoa 10,900. Yerusalemu 18 wakatoa 14,500. Sahara walikuwa 11 wakatoa 14,800. Sinai walikuwa 14 wakatoa 16,200. Sayuni walikuwa 19 wakatoa 22,000. Shuleni walikuwa 20 wakatoa 36,500. Mikongeni walikuwa 14 wakatoa 13,000. Mpishi walikuwa 14 wakatoa shilingi 14,000. Hosteli nje hakuna taarifa zake. Tabata Kisiwani walikuwa 18 wakatoa 12,400. Upendo walikuwa 14 wakatoa 15,000. Jumla zilikuwa ni shilingi 1,69,300. Na mwisho ni gazeti letu la Upendo ambalo linaongozwa na kichwa kinachosema Pasaka ya tofauti, Askofu Mwakabana atoa darasa maadhimisho ya Pasaka. Kichwa kingine hapa kinasema kwa nini biashara za familia zinakufa? Lakini kichwa kingine kinasema Madale Betheli wamzawadia mchungaji gari, na kuna na picha hapa inaonyesha mchungaji wa Madale akikabidhiwa gari. Lakini pia kuna picha ya askofu akiwa anasalimiana na wanafunzi. Kama ukitaka utasoma na utajua ni shule gani, ambapo kichwa kinachoongoza kinasema Dr. Malasusa ashiriki kongamano la Pasaka Ukwata, Dar na Pwani. Kwa upande wa michezo, habari iliyopo kubwa ni moja tu, inasema Azam mfupa mgumu kwa Simba. Haya, kuna
kibonzo cha Kishoka hapa kinazungumzia habari za Pasaka. Ni vizuri ukasoma ukajua Kishoka anatuletea nini Pasaka hii. Karibu ujipatie gazeti hili kwa shilingi 1000. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Amen. Asante sana mzee wa kanisa, mzee Tasia, kwa kutusomea matangazo ya usharika.